Kwa hiyo vijana wenzangu, kama uko busy na masuala ya kiuchumi katika taifa, utailinda amani kwa kuwa ni sehemu ya mchango wa uwekezaji. Lakini kama wewe haueleweki, hauna anwani ya aina yoyote, unaweza kuhisi kuchafua mji na kuleta na kusababisha kukosekana kwa amani, ndio ujanja. Sasa amani katika mataifa yote ndio mtaji na pamoja. Na wenzetu wa mataifa mengine kwa nini wanailinda Tanzania? Ukifuatilia kwenye mitandao watu wengi wanaongea sana, watu wengi wanaongea. Lakini nataka niwathibitishie, mkidetail vizuri mtakuja kugundua wapo wanaowaongoza. Haiwezekani kazi yako iwe ni kuzungumza, huna ajira, umejificha ndani unazungumza. Lazima yupo anayekulisha, na huyo anayekulisha ndiye anayekutuma kwamba bwana, tukifanikiwa pale, amani kikosekana pale, Leganga na Mchuchuma ni ya kwetu, madini ya nickel Kagera ni ya kwetu, dhahabu ile ni ya kwetu, mafuta yaliyopo kwenye mito, kwenye maziwa ni ya kwetu, madini mengine yote yanayopatikana katika taifa ni ya kwetu. Brother, chukua dola milioni 20 hizi, wewe kazana, ongea kwenye YouTube, ongea kwenye kitu gani, ukifanikiwa tutakuongeza tena. Haiwezekani ujifiche chumbani. Kazi yako ni kuongea tu. Unakula nini? Haieleweki. Unaishije? Haieleweki. Unabadilishaje suti? Haieleweki. Unatoa wapi tai? Haieleweki. Lakini kazi yako wewe ni kuongea tu kwenye YouTube. Lazima ipo remote nyuma ambayo imekutuma kwamba kachafue amani ya taifa hilo. Tukiweza tutakuongezea. Tutumie common sense. Wewe kaa siku 4 unaongea hapa Tanzania, wala usiende popote. Kaa siku 4 unaongea, unapiga maneno hapa. Utanithibitishia kabla masaa 72 hayajafika utakuwa umeishiwa nguvu, watakuwa wamekupeleka Muhimbili na utaongezewa drip na utajieleza kwa nini ulikuwa unafanya. Lakini jiulize, kwa nini hawa wanaoongea kwenye mtandao muda wote yeye hapungukiwi nguvu, haongezei drip? Ni nani anayemuongoza? Maana mjue ni yule ambaye ni adui wa amani ya taifa letu. Mwenyezi Mungu ametupa nchi ya Tanzania, tuna wajibu wa kuilinda, kuisemea kwa hali yoyote vile itakavyokuwa. Kwa hiyo muda sasa ndio umefika, kila mmoja aanze ratiba ya kuzungumza kuhusu amani ya nchi yetu. Muda umeanza huu, kila mmoja sasa, kama vile viongozi walipokuwa wakielezea, wazazi wakae na watoto wao, mke akae na mume wake, jirani akae na jirani mwenzake, viongozi wa dini kwa maeneo yao, na hata wale wa kijamii kwa maeneo yao. Kila mmoja acheze nafasi yake, tukihakikisha kwamba Tanzania inakuwa salama. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa miaka na miaka jumuiya imekuwa ikifanya shughuli zake zote na kauli mbiu moja tu inayosema Qur'ani ni amani. Tukiwa tunamaanisha, Mheshimiwa mgeni rasmi, ya kwamba katika vyote tunavyofanya, kuwafundisha watoto Qur'ani, kuwapa maadili mema, kuwafundisha masomo mengine ya secular, kuwazalisha watendaji mbalimbali wa nchi hii, lazima tuhakikishe kwamba nchi yetu inakuwa na amani.
na kwa miaka yote hiyo, kwa lolote tunalolifanya tumekuwa tukiimba amani, amani. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.